Programu hii inatekelezwa kupitia Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi, na programu imejikita katika kusaidia kuendeleza uzalishaji pamoja na kusaidia katika ujenzi wa miundombinu mbalimbali ambayo itaongeza chachu ya maendeleo ya masuala ya uvuvi pamoja na mazao ya baharini. Kwa hiyo katika sekta ya mwani kuna masuala mbalimbali ambayo programu ilipanga kutekeleza, lakini mengine pia tayari yameshaanza kutekelezwa, ikiwemo kutolewa mafunzo pamoja na ujenzi wa miundombinu mbalimbali, ikiwa mojawapo ni hii maabara ya kuzalisha mbegu za mwani kwa kutumia taaluma ya Tissue Culture Laboratory. Kwa hiyo hii taaluma ya Tissue Culture ni taaluma ambayo itawezesha kuzalisha mbegu za mwani na ili kuweza kuwapatia wakulima mwani ambao wenye viwango bora, lakini pia kuweza kuwasaidia kuzalisha bidhaa ambazo zitawawezesha wao kuweza kupata bidhaa bora zenye viwango katika soko la ndani na nje na sehemu mbalimbali za nje ya nchi. Tunafahamu kwamba kilimo cha mwani kimeanza tangu mwisho wa miaka ya 80, na kipindi chote hicho mpaka hii leo tumekuwa tunatumia mbegu moja. Sote tunafahamu kwamba mwani ni sexually reproductive organism au plant. Kwa hiyo unaweza ukaimagine kuanzia 89 au 88 mpaka leo ile mbegu ishafanywa cloning kiasi gani, kwa sababu kila siku ni ile ile inaoteshwa ile ile. Na tunafahamu pia sote kwamba kile ukifanya cloning maana nguvu za kitu kinapungua. Kuna utafiti ambao unaonyesha kwamba ukilinganisha na ile mbegu ya kwanza katika 80s, ile mbegu ambayo tunaitumia sasa hivi, kiwango cha carrageenan ambacho ndio tunakiogelea sana kwa sasa hivi kama ndio product kubwa inayotoka katika mwani, kwa sababu tunafahamu pia kama tuna export almost 99% ya mwani wetu kama ni raw, na ukifika huko nje content kubwa ambayo inachukuliwa ni carrageenan. Ukilinganisha mbegu za mwanzo na mbegu za leo, unaweza kukuta kwamba kuna upungufu wa carrageenan kwa asilimia zisizopungua 80, kwa sababu walikuwa wanasema ilikuwa kama sio 80-50, ilikuwa kama 80 zamani, sasa hivi 30%. Kuna research zinaonyesha. Kwa hiyo ni wazi kwamba kama tunataka production ya mwani kwanza iendelee kuwa kubwa, kwa sababu tatizo jingine pia mbali na kuwa upungufu carrageenan ni kwamba mwani sasa umekuwa weak kwenye masuala ya maradhi na kustahimili mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo unaweza kuoteshwa na usiote, mbali ya kuwa ukiota una kiwango kidogo cha carrageenan. Na mipango ya serikali katika sera zake ni kuongeza production ya mwani kwa kiwango angalau cha mara 2 ya kile ambacho kinatokezea sasa hivi. Sasa ukiwa una mbegu ambayo iko na changamoto hizo ambazo tumezitaja, manake inawezekana ikawa hizi sera ni ndoto tu, lakini kuzirealize ikawa ni vigumu. Hapo ndo kwa kuna haja ya kuwa na hii seaweed tissue culture lab, sababu hii itatusaidia au kimipango ni kwamba isaidie kuja kuweza kuanza kutoa mbegu ambazo zitakuwa zinahimili hilo joto, zinahimili maradhi na zinaweza zikazalisha kwa wingi. Utafiti ni sehemu ambayo Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar inapaswa kufanya kwa nguvu zake zote. Kama ni mandate ya chuo, hii inakuja sehemu ya pili katika orodha ile ya kazi za chuo zinazofanyika. Taaluma inafuata tafiti. Na ni eneo ambalo linahitaji nguvu kubwa sana, ambayo ipo kwa wataalamu lakini pia ipo kwa mahitaji katika jamii zetu zote. Chuo kinafanya tafiti kadhaa
kupitia wanafunzi wanaojiunga, wanakuwa na project zao za kitafiti kabla ya kumaliza masomo, lakini wataalamu wetu pia wanafanya tafiti mbalimbali kwa ajili ya kupata matokeo yanayowasaidia katika kutoa machapisho na kusaidia kutoa mapendekezo mbalimbali ya kutatua changamoto ambazo wanaziangalia kwenye tafiti hizo. Lakini pia chuo kinashirikiana na taasisi mbalimbali za kitafiti za ndani pamoja na nje ya nchi kutengeneza miradi ya kitafiti ambayo inasimamia tafiti husika na kutoa matokeo ambayo yanasaidia pia katika kutatua changamoto nyingi. Tunafahamu kwa upande wetu hususan Zanzibar, eneo la tafiti bado halijapewa nguvu kubwa sana. Hata taasisi zetu za tafiti zilizopo na zenyewe hazijawa na nguvu kubwa sana ya kufanya tafiti hizo. Lakini ni eneo muhimu sana kwa maendeleo ya nchi. Hakuna nchi itakayoendelea bila utafiti. Hiyo utafiti wa kisayansi au utafiti wa namna nyingine. Lakini tafiti ndio ambayo itatoa matokeo ya mabadiliko na maboresho ya shughuli mbalimbali zinazofanyika, zikiwemo za utaalamu na uzalishaji. Chuo Kikuu kimeona haja ya kuongeza nguvu ya utafiti. MOU kama hiyo tulishasaini na wizara nyuma. Na leo tunapata fursa nyingine ya kuja kuongeza chachu ya kazi ambazo tunaenda kuzifanya. Kwa kwenda kupokea miundombinu na vifaa vipi ambavyo vitakwenda kufanya kazi ya tafiti na kuongeza ubora wa mbegu za mwani ambazo kwa sasa ni eneo ambalo tunaliangalia sana kwa ajili ya kuongeza tija ya nchi. Kama hawatakuwa na mbegu bora zilizofanyiwa utafiti na kuonekana kwamba hizi zitafaa na kuleta tija. Sasa hii ndio kazi ambayo tunaenda kuifanya. Sasa ukitazama kwa upana wake, sio kazi tu ya mtaalamu kukaa maabara na kuangalia maendeleo ya utafiti wake, lakini ni kazi ambayo utafiti wake utaenda kuweka value katika mzunguko mzima wa sekta hii. Kwa tuna kazi kubwa sana ya kitaifa, tuibebe katika mazingira hayo. Na sisi ndio tutakuwa sehemu ya kupatikana malengo yale yaliyowekwa. Kwetu sisi mradi huu umekuja kuongeza sehemu ya utendaji. Sababu tayari tunayo na tuna vifaa kadhaa hapa ambavyo tunatumia kwa shughuli za kitafiti. Lakini imekuja sehemu nzuri kwa sababu ni eneo ambalo tayari tumeshaliweka kwenye maeneo hayo ya utaalamu wa bahari, mazao ya bahari, mazingira na mambo mengine ambayo yanaendana na masuala hayo. Yote yanaangukia kwenye uchumi wa buluu. Kuongezeka hili sasa litatupa pia nafasi nyingine ya wigo wa tafiti, lakini pia kuongeza tija kwa jamii kwa yale matokeo ambayo yatakwenda kupatikana. Nishukuru sana naibu katibu kwa kuona umuhimu wa kushirikiana na Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar, na mimi nasema tu kwamba hatujapotea, tuko sehemu sahihi. Wakurugenzi wetu na wakuu wetu watakwenda kusimamia hili ili kuweza kufanya kazi ile ambayo imeazimiwa ama imekusudiwa.